mchungaji kiongozi, tunafahamiana, tumewasiliana alipokuwa amefika Mwenge na kunipa nafasi kuja kusema na nyinyi. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, haleluya. Tena haleluya. Tupige vigelegele kwa Yesu. Wale wanaoweza, kama unaweza kushangilia, mshangilie Yesu. Kama unaweza kushangilia, mshangilie Yesu. Jamani, tumekuja kumwabudu Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema Yesu, 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 Yesu. Amen. Amen. Naweza kukaa wakati huu. Jina la Yesu, tunashukuru sana kwa kutupenda. Asante kwa kutupa neema ya wokovu, neema ya kukaa na wewe milele. Tunashukuru sana Bwana kwa wokovu mkuu uliotukirimia. Tena tunashukuru kwa uzima, na tunashukuru tena umetupa neema kwema nyumbani mwako asubuhi ya leo. Jina lako litukuzwe. Tumekuja kuabudu, lakini na wewe unakuja Bwana kutuhudumia na neno kwa ajili yetu Mfalme. Baba, tunajiweka mikononi mwako sasa, kanisa lako, watu wako wakike kwa waume na waleta mikononi mwako. Naomba tuatamie tena, nguvu yako tuatamie, Roho Mtakatifu tuatamie. Nami Bwana niwezeshe nikanene neno lako jinsi ulivyokusudia kwa ajili ya watu wako Bwana. Mahali hapa patikiswe na uwepo na nguvu zako na mamlaka yako. Mungu wetu ni mkuu, Mungu wa kweli uliyeumba mbingu na nchi, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Baba, nakushukuru katika jina la Yesu, naomba na kushukuru. Amen. Amen. Tusalimiane ile salamu yetu nzuri sasa ya Tanzania Assemblies of God. Miaka 13 ya moto wa msho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Piga makofi mengi, alafu unaweza ukakaa. Amen. Nashukuru Mungu, tumekuwa kwenye kongamano hili la Pentecost tangu siku ya Jumatano, siku 3 mpaka Ijumaa, na leo tunamalizia. Wale waliokuwepo nilisema jina langu, lakini naona wengine ndio wamekuja leo. Mimi naitwa mchungaji Ibera Mato. Mimi ni mchungaji katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God. Niko kanisa linaitwa Kifuru City. Kifuru City kitoka Maraba Mawili, majirani wenu Maraba Mawili. Kabla kufika Kinyerezi hapo katikati kuna eneo linaitwa Kifuru. Kwa pale kuna kanisa, sisi tunasema ni jiji ndani ya jiji. Jina la Bwana libarikiwe. Na tumeanza kulitabiria, tumeona Mungu anatenda makuu kwamba haitakuwa tena kijiji, bali itakuwa ni jiji. Haleluya. Jamani, haleluya. Tuko mahali pale, tunamngoja Yesu mahali pale. Amina. Nimeoa na mimi na mke, Bwana ametujalia watoto 3, 2 wa kiume na 1 wa kike. Na mjukuu ni baba. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Lakini pia niko kwa neema ya Mungu ndio katibu wenu mkuu katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, idara ya injilisti taifa. Amina. Namshukuru Mungu kunipa neema kuja hapa Mbezi Galilaya kwenye hili kongamano la wiki ya Pentecost. Tumekuwa na mambo mazuri. Unajua Mungu wetu kila siku ni mpya, wala huwezi kumzoea wala huwezi kumchunguza. Na hata leo mambo ni mapya, si ya Jumatano, si ya Alhamisi, si ya Ijumaa, na leo anakuja na mapya. Kwa hiyo uwe tayari kupata kutoka kwa Mungu aliye hai. Jina la Yesu litukuzwe. Tumekuwa tunajifunza habari ya mambo muhimu yanayoambatana na Pentekoste. Mambo muhimu yanayoambatana na Pentekoste. Tulisema hapo 15, lakini tulijitahidi sana. Nafikiri tulifika na mangapi? 8 sijui 7. Lakini sitaweza kumaliza yote
kwa ajili ya, kwa sababu sisi tunapendana, na hata wale ambao kupata neema ya kuja nataka angalau wapate kitu, si ndio jamani? Kwa hiyo summarize machache, angalau leo nitasema mambo kama manne ya msingi sana. Amina. Hapo baadaye tutakuwa na maombi, na tuna maombi maalum kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu, lakini pia kwa ajili ya nguvu ya Mungu. Tuliona kwamba unaweza kuwa unanena kwa lugha lakini huna nguvu ya Mungu. Kinachohitajika ni nguvu ya Mungu baada ya kuwa umejaza na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana sisi katika kanisa la Tanzania Assemblies of God tunaposema miaka 13 ya mwaka wa mwisho, tunasema tunamtaka Bwana na nguvu zake. Maana yake tunazitaka nguvu za Mungu. Mungu anakuwa Mungu kwa sababu ya uweza wake, kwa sababu ya nguvu zake. Anafanya mambo ambayo yamezidi akili ya mwanadamu yoyote. Ndio maana anakuwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Anaweza kufanya mambo yoyote. Hizo nguvu za Mungu ndio tunazitaka, ndio zinaleta tofauti katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maana jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na kama umeokoka alafu achao na kugaragaza kama wanavyotaka, kuna raha hapo? Kuna raha ya kuokoka? Umeokoka lakini wachawi wanaweza kufanyia lolote, wanakutambia, waganga kienyeji wanakutambia. Kuna raha hapo? Hamna. Ndio maana tunazitaka nguvu za nani? Nguvu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni mambo manne ndio tutakwenda kuzungumza, alafu baadaye nitakuombea. Leo iwe siku ya tofauti sana katika maisha yako. Napenda nikwambie, huyu Yesu anakupenda. Amen. Huyu Yesu anakupenda sana. Na wewe ni mtu wa maana sana kwake. Hiyo sura yako yeye ndiye ameibuni akakupa wewe. Amina jamani. Jamani amina. Huwa anawaambia pale Kifunuo 6 kwamba wanadamu leo tungeambiwa kwamba chagua sura ya mtoto. Sura ya mtoto, wengi hapa tusingekuwepo. Wazazi wetu wangechagua sura zingine kabisa. Umeona? Lakini Mungu mwenyewe tumekuja na sura hizi, maana ni Mungu mwenyewe ametuleta. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nisikie vizuri, wewe ni mzuri sana. Amen. Wewe ni mzuri sana. Amen. Jamani, wewe ni mzuri sana. Amen. Hakuna mwanadamu mbaya, wote ni wazuri mbele za Mungu. Ulishasikia Mungu ametengeneza kibaya? Mungu hawezi kutengeneza kibaya, Mungu anatengeneza vizuri. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni wiki ya Pentecoste. Kwa hiyo tutazungumza mambo ya Pentecoste. Na maneno yetu ya msingi ambayo tulianza nayo ni kutoka Matendo ya Mitume 1:8 na Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tuyasoma hayo maneno ya msingi alafu tutaendelea. Amina. Naomba tuendelee vizuri, nielewe. Tutaenda kwa kasi kidogo leo kwa sababu muda wetu ni mchache. Jina la Yesu litukuzwe. Maneno ya msingi ya Pentecoste nasema Matendo ya Mitume 1:8 nasema walipo lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nini wa nchi. Na Matendo ya Mitume 2:1-4 anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuweko wote mahali pamoja, ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Mambo 15 lakini leo nitasema manne asubuhi ya leo yanaambatana na Pentecoste. Pentecoste kama tulivyosema leo kwa kwenye kongamano ilikuwa moja sikukuu kubwa
kwa Wayahudi au Waebrania au watu wa Mungu. Mungu aliwapa mambo ya kukumbuka, siku za kukumbuka. Katika siku hizo mojawapo ni sikukuu ya Pasaka. Aliwaambia iwe sikukuu ya milele. Walikuwa wanasherehekea siku, sisi tunasherehekea siku moja, lakini wao ilikuwa ni wiki nzima. Hizo sherehe zinaanza mpaka siku 7 zinatimia, na walikuwa wanakumbuka jambo special ambalo ilikuwa halijawahi kuwepo katika uso wa dunia, jinsi Mungu alivyowatoa kwa nguvu ya ajabu toka kwenye utumwa walipokaa Misri miaka 400. Mungu akimtumia Musa akaenda kuwaokoa kule na kufanya ishara na miujiza mingi ambayo itikisa watu, akajua kwamba yuko Mungu wa Ibrania anayetenda mambo makuu. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu akataka kwamba hao watu walikuwa wanaishi, lakini walikuwa waishi milele. Walikuwa ni wanadamu wa kawaida kama mimi na wewe. Ingefika muda wao wakafa. Mungu alitaka jambo hili vizazi na vizazi waendelee kujua kwamba yuko Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Kwa hiyo akawaambia kwamba muwe na sikukuu kama hii, muwe mnawaambia watoto wenu. Kila kizazi kinawaambia watoto wao, wanaendelea kufanya mpaka leo tunavyozungumza. Wana wa Israeli kule bado wanasherehekea Pasaka, wakikumbuka kwamba kuna wakati wazazi wao walikaa Misri miaka 400. Sio Misri nyingine, hiyo Misri unayoiona, Misri iliyo Afrika. Walikaa huko miaka 400 na Mungu akawaendea akawatoa huko kwa mkono wenye nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mpaka leo wanasimuliwa habari hizo, wanaelewa. Mtoto akizaliwa anaelewa maisha yake yote tangu anazaliwa mpaka anakufa. Kila mwaka wanasherehekea Pasaka, wanaambiwa sisi ni watu wa Mungu na baba yetu ni Ibrahimu. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akazaa wana 12, na kutoka wana 12 ndio wao. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Napenda nikwambie yuko Mungu aliye hai. Hatuabudu kana kwamba tunaabudu vitu vya kutungwa, sio hadithi. Hapana, ni mambo ya kweli na Mungu ni wa kweli. Hayo unayokuja hapa kanisani naambiwa ni mambo ya kweli. Ni mambo ya kweli, sio hadithi za kutungwa. Hapana, hatuna hadithi za ulela sisi ambazo tulisoma wakati ule. Hii ni jambo la kweli. Yesu ni kweli, neno lake ni kweli, kama tunavyolisema ni kweli. Anaposema atakuja tena, hakika atakuja tena. Anaposema kuna mbingu mpya na nchi mpya, hakika kuna mbingu mpya na nchi mpya. Siku moja tutakaenda kukaa na yeye milele na hata milele. Jina la Bwana libarikiwe, maana neno la Mungu ni kweli. Haleluya, haleluya. Katika sikukuu nyingine ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste, siku kama 50 baada ya Pasaka, kwamba ni sikukuu ya kusherehekea mavuno. Wanamshukuru Mungu wa mbinguni. Mungu amewafanikisha, amewapa mvua, amewalinda, amewatunza, wamepata mazao, wamepata chakula. Ukipata chakula ni uhai, si ndio? Si ndio jamani? Unashukuru. Kwa hiyo Mungu anafurahi sana na watu wanaoshukuru. Na ndio maana akaanzisha akawaambia fanyeni hivyo. Wakawa wanaleta mavuno, wanashukuru, wanamshukuru Mungu, na walikuwa wanakutanika kule Yerusalemu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini katika siku hiyo ilikuwa ni agano la kale. Sisi agano jipya kuna jambo ambalo tunakumbuka special. Haleluya. Jamani, haleluya. Pentecost, wakati ule siku ya Pentecoste, kuna jambo ambalo litokea duniani. Mungu akamshusha Roho Mtakatifu aliye msaidizi wetu. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Haleluya. Ili sikukuu ya Pasaka na Pentecoste kuna shabiana kidogo katika agano la kale. Agano la kale, Pasaka, Mungu anawaokoa kutoka kwenye utumwa kule Misri. Lakini wakati wa Pasaka, wakati wa agano jipya, ndipo Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu alikwenda msalabani, akaimwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu wote. Haleluya. Jamani, haleluya. Leo sisi tukikumbuka Pasaka, hatukumbuki Pasaka kama Wayahudi. Tunakumbuka habari za kufa na kufufuka
wetu Yesu Kristo aliyetutoa utumwani. Amen. Tulikaa utumwani, shetani atuweka kwenye utumwa, kwenye ulevi, kwenye uzinzi, kwenye mambo machafu. Hatukuweza kutoka wenyewe, lakini Mungu mwenyewe akatutoa huko kwa sababu Yesu Kristo alilipa deni la dhambi. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini akawaambia kaeni humo ndani. Alipokuwa amefufuka kwa wanafunzi wake, kuna jambo lingine litatokea siku ya Pentekoste, akamleta Roho Mtakatifu. Haleluya. Na ndio maana kanisa la Tanzania Assemblies of God, sababu ya umuhimu wa Pentekoste, tuna wiki nzima kila mwaka tunaadhimisha, tuna kongamano la Roho Mtakatifu. Na ni nia ya kanisa kwamba kila aliyeokoka, na hayo ndio mapenzi ya Mungu, kila aliyeokoka, kila aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ajaze na Roho Mtakatifu. Haleluya. Jamani, haleluya. Unanielewa watu wa Mungu? Hayo ni mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Wewe ujazwe. Mwambie mwenzako kwamba ni mapenzi ya Mungu ujazwe Roho Mtakatifu. Mwambie tena, ni mapenzi ya Mungu ujazwe Roho Mtakatifu. Na wewe tunajaa. Haleluya. Kila leo tunajaa, na leo utajaa. Haleluya. Kuna mtu anaweza kwenda baharini hapo, bahari ya Hindi, akachukua maji yote, halafu sisi tukakosa maji, tukaenda Zanzibar kwa mguu. Yupo mwenye chombo kikubwa hivi? Ukiwepo tutasaidia sana. Maana Zanzibar tutaenda kwa mbio. Sawa? Hayupo. Mimi pia alivyo Roho Mtakatifu. Uweze kusema wewe unamchukua wote, wengine tunakosa. Yaani wewe ukichukua bado yupo. Ukija kesho ukichukua bado yupo. Ukija na pipa ukichukua bado yupo. Ukija na mateki makubwa 50 bado yupo. Hata kesho kaja na 100 bado yupo. Haleluya. Na leo yupo. Jamani, na leo yupo. Amen. Sasa twende mambo manne hayo haraka haraka, alafu nitakuombea. Nitakuombea upate nguvu za Mungu. Amina. Ujaze Roho, alafu upate nguvu za nani? Za Mungu. Utembee na nguvu za Mungu. Amina. Nguvu za Mungu, wengine nasema utembee katika upako wa Roho Mtakatifu. Amen. Mambo manne ambayo yanaambatana na Pentecost. La kwanza kabisa nililosema, ujio wa Roho Mtakatifu. Ujio wa Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu. Ujio wa Roho Mtakatifu ambayo tumesoma Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, kwamba wale waliokuwepo awali ya yote Yesu aliwaambia katika Matendo 1:4-5. Aliwaambia neno hili, Matendo 1:4-5, alipokuwa amefufuka kutoka katika wafu, hajapaa kurudi mbinguni. Akawaambia hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Aliwatokea akawaeleza. Na wakati walikuwa watu wengi, wanatheolojia sema kama 500, lakini waliongojea ahadi mpaka siku ya mwisho Roho anashuka walikuwa kama 120 waliotii sauti ya Bwana. Mungu aliwaambia kaeni hapa hapa, kwamba mpaka mpokee ahadi. Na huko nyuma alishawaambia kusoma Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. Alishawaambia Yohana, akawaambia Yohana Mbatizaji, mimi nawabatiza kwa maji, lakini yupo ambaye anakuja nyuma yangu, yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Yesu amefufuka, anawakuta tena bado wako mjini. Wengine wanatafakari sasa, wewe tuliyekuwa naye hayupo tena. Wengine wanakusudia kurudi Galilaya kwenye nyambo zao, wengine wafikirie kurudi kwenye mashamba yao, wengine wafikirie kurudi kwenye shughuli zao mbalimbali. Akasema, tulieni wanangu, msije mkatoka hapa mjini, kaeni hapa hapa. Kumbuka alishawapa kazi wa kuambia kuwafanya mataifa yote kwa wanafunzi wa Yesu. Kazi wanayo tayari, wangeenda kuifanya
lakini wasingefanya kwa ufanisi. Anasema kaeni kwanza, sio wakati wa kutoka. Endelea kukaa hapa, kuna ahadi ya Baba, habari ambayo nishawaambia, habari ya kubatizwa na Roho Mtakatifu. Msije mkaondoka kwanza. Wakasubiri, walikuwa wajue Roho Mtakatifu anakuja kwa njia gani, walikuwa wajui kabisa, lakini wakashangaa. Siku moja asubuhi wako wamekaa wanapeana habari, Roho akashuka kwa jinsi ya tofauti. Walikuwa kwenye nyumba ile, wakashangaa upepo kama upepo uvumi ukavuma, wakashangaa kila moja. Mazungumzo yalikuwa yanazungumza, hawazungumze tena, kila moja anaanza kuzungumza chake. Mwingine anazungumza Kiarabu, mwingine anazungumza Kiajemi, mwingine anazungumza lugha nyingine, lakini si kwamba anazungumza maneno yasiyokuwa na maana. Wanamwadhimisha Mungu aliye hai, Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu lakini kingine kishangaza, ndimi za moto. Wanaona ndimi za moto, nyumba imejaa ndimi za moto. Kumbe Roho ameshuka, Roho Mtakatifu ameshuka. Jamani, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Mungu wetu ana nafsi tatu: Mungu Baba, Mwana ndio Yesu Kristo, lakini na Roho Mtakatifu akashuka juu yao, wakashangaa. Kila mmoja anazungumza lugha ambayo hajawahi kuzungumza, lakini naashiria kwamba Roho ameshuka na yuko ndani ya mioyo ya watu. Ndivyo hivi ilivyo, maana Mungu anasema atakuwa pamoja na sisi, na ndivyo amefanya. Roho yuko ndani yako, maanake Mungu yuko ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na si kwamba ilitokea ghafla, pana. Mungu alishasema kama miaka 700 iliyopita kabla ya wakati huo, kwa kinywa cha nabii Yoeli, akasema itakuwa siku za mwisho, nitamimina Roho yangu kwa watu wangu, kwa watumishi wangu, kwa watoto wenu, kwa vijana, kwa wazee. Wengine wataona maono, wengine wataota ndoto. Watumishi wangu wa kike kwa waume nitamwagia Roho yangu katika nyakati za mwisho, katika nyakati za mwisho. Jamani, siku za mwisho zilianza Yesu alipokuja. Haleluya! Jamani, haleluya! Na siku za mwisho gani? Siku za mwisho ya dunia. Dunia gani? Maana Mungu amekusudia hii dunia tunayoishi mimi na wewe haitakaa milele. Mpango wa Mungu, anaenda kuumba mbingu mpya na nchi mpya. Hii imezeeka, hii imeharibika, haitakuwepo tena, itakunjwa kama karatasi na kutupwa, bali iko mbingu mpya na nchi mpya ambayo tutakaa. Na wewe na nafasi ya kwenda kuingia kule. Atakayekusaidia, anayekuandaa kuweza kupenya mpaka ukaingia ni Roho Mtakatifu. Haleluya! Jamani, haleluya! Pentekoste, siku ya Pentekoste, watu wako mjini Yerusalemu, wametoka mashambani na mavuno yao, wanashangaa Roho ameshuka. Ndio siku ambayo Roho ameshuka, Mungu akamwachilia Roho wake. Huko zamani si kwamba Roho hakuwepo, Roho Mtakatifu alikuwepo, lakini alikuwa naenda kwa watu maalum, kwa kazi maalum. Ndio maana watu kama kina Daudi walifanya vitu vya ajabu na shangaa. Huyu Daudi alikuwa mtu wa namna gani? Alikuwa mtu wa namna gani? Daudi alipopakwa mafuta kwa mfalme, Biblia inasema siku hiyo moyo wake ukabadilishwa. Haleluya! Jamani, haleluya! Tunawasoma kina Samsoni, nguvu za namna gani hiyo? Kwenda kwenye mbweha, unachukua mbweha 300 na wafunga mikia, alafu naachilia kwenda kwenye mashamba ya ndani. Mbweha 300. Niwaulize hapa kwanza, nani anaweza kuchukua paka wawili akafunga mikia? Jaribu. Nenda nyumbani ujaribu. Wewe mtoto mdogo. Paka wawili, alafu ashike, alafu afunge mkia. Wao kwa wao. Utaweza? Paka kuja kumaliza utakuwa majeruhi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakina Samson wanafanya nini? Ilikuwepo Roho anapokuja analeta uwezesho sio kwa kawaida. Analeta jambo special, nguvu ya ajabu sana ya kuwezesha kufanya mambo ambayo kwa kawaida hayawezekani. Haleluya!
Jamani, na sisi Mungu ametuambia kuna mambo ambayo hatuwezi. Kwa kawaida jirani yako ambaye anakutukana kila leo, jirani yako anayekufanyia mabaya, alafu Biblia inasema mpende, sio jambo la kawaida. Linawezekana hili? Bila roho huwezi. Bila roho huwezi. Ndio maana unamhitaji roho. Roho ana kazi ya kufanya upya, kufanya imara katika utu wa ndani. Anageuza ndani, moyo wako anageuza. Kila leo anakugeuza. Unanielewa watu wa Mungu? Na sije utakaa kwenye dini kama tungekuwa kwenye dini wanafiki. Wakati wa ibada tunasalimiana vizuri, lakini usiku naenda kuambiana. Si ndio? Kwenye ibada tunaenda wote, lakini usiku na kuja kufanya kigoda. Si ndio? Roho kuwepo, lakini roho kuwepo anakutengeneza upya. Unakuwa mtu mwingine. Haleluya. Jamani, haleluya. Kibaka haidi tena, si ndio? Katika Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wa 9 nilivyotuambia. Haleluya. Ile tabia ya Mungu inatengenezwa ndani yako. Aliyetengeneza hayo ni Roho Mtakatifu. Na bila Roho Mtakatifu kukuandaa, hutaweza kuingia mbinguni. Mbinguni akiingia kinyonge. Tasoma Ufunuo 21:27. Hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni. Mbinguni ni vitakatifu tu. Huwezi kuishi maisha matakatifu pasipo Roho Mtakatifu. Haleluya. Jamani, watu wa Mungu, mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Haleluya. Mungu anataka uingie mbinguni. Alikwenda kuandaa makao Yesu kwa ajili yako. Sehemu yako ya kukaa imeandaliwa. Haleluya. Ili uweze kuingia, usiishi maisha ya kinafsi. Ya kinafsi. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Jamani, unamhitaji Roho Mtakatifu. Wewe hautakuwa wa kwanza, hata mitume walijaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Yesu mwenyewe ukisoma Luka 4:18 akasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu. Amenituma kuambia maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, kuwaweka huru waliosetwa, vipofu wapate kuona tena, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubarikiwa. Pinda la makai. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa watu hawa. Naomba neema yako Yesu, fungua ufahamu wao, fungua akili zao, wapate kuelewa kila ambacho nataka kuzungumza nao kwa jina la Yesu. Haleluya. Jamani, haleluya. Mungu anataka kufanya kitu katika maisha yenu. Naomba funguka. Kuna jambo la msingi sana linaenda kufanyika. Jambo la kiroho linaenda kufanyika. Funguka, inayekwambia Mungu amenituma nikwambie. Leo atakufanyia mambo makubwa. Haleluya. Jamani, haleluya. Ni hasara kusali alafu usiende mbinguni. Ni hasara kubwa kusali kila leo unakuja alafu usifike mbinguni. Ni hasara. Na Mungu atakufanya kazi ya hasara. Jamani, mnanielewa? Anayetuwezesha ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Na Roho Mtakatifu atatujaza na nguvu zake. Haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo Pentekoste cha kwanza tunaona ujio wa Roho Mtakatifu. Jambo la pili ambalo linaambatana na Pentekoste, tunaona Roho Mtakatifu anaonekana. Jambo la pili, Pentekoste inaambatana na mavuno. Pentekoste inaambatana na mavuno. Maana yake ni nguvu ya Mungu ya kuwaleta watu kwa Yesu. Nguvu ya Mungu ya kuwaleta watu kwa Yesu. Ndio maana Matendo 1:8 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Alafu mtakuwa mashahidi wangu toka Yerusalemu na Uyahudi yote na